Swala la wale vikundi ambavyo wanacheza bila staha. Hili naomba niseme kwamba Wizara yetu ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, miongoni mwa taasisi zake mojawapo ni ile BASF, Baraza la Sanaa, Sayansi na Filamu. Kwa kumwona BASF lake ndio wizara inafanya kazi zake. Na kwa nini nakemea labda haijafuta usajili? Kuna baadhi ya hivi hao wachezaji hata usajili hawana. Kwa maana ukisema kwamba umefuta usajili wao kwa sababu haupo, hawana, wanajiunga, wanakwenda wanafanya tunajua kufanya wao, na ndio maana serikali inakuwa haikai kimya. Tunasema serikali inachukua hatua. Miongoni mwa hatua hizo maana ni katika kuzuia yale mambo yasifanyike, kutoa matamko ya kukataza. Lakini katika hili naomba niseme sheria zipo na zitamchukulia hatua kila mtu. Haijali wewe nani, kabila gani, muhimu kwamba usivunje silka, mila na tamaduni zetu. Cheza unavyojua kucheza, lakini usivuke mipaka. Sasa katika hili ni kwamba sheria zitaendelea kufanya kazi yake. Na zitafanya kazi katika kuona tunalinda hizo mila zetu. Lakini hata hivyo kuambia vijana kwamba sanaa ni ajira. Kwa kama ni ajira maana ipe staha ile ajira yako. Ipe heshima ile ambacho wewe inakupa riziki zako. Kwa hilo ningependa sana kuambia, na nipende kuambia kwamba huwa haipendezi muona eti msanii wa Kizanzibari alafu anavyojifanya akakosa maadili ya nchi yake, utamaduni wake. Ukiangalia wasanii wenzetu labda wa nchi nyingine huko China na wengineko, ukuti msanii ambaye anavunja silka zake na tamaduni zake kiasi kwamba kimo anasema huyu Mchina. Na ni msanii, anafanya kazi yake, anapata riziki zake, kama kuchekesha anachekesha, kama kudansa na dance kwa staha kabisa. Kwa hiyo napenda kutoa wito kwa wasanii wetu wote. Na hasa hizi Gen Z jamani. Kwa kijana haina maana kama wewe ndio kuwa yani kwa tofu kwa adabu na ukavunja mila na silka zetu. Kwa kijana maana yake ni katika kwa unazilinda ili kesho na kesho kutwa kizazi kinachokuja kije kuiga kutoka kwa wewe. Kwa hiyo nipende kuambia kwamba wizara yetu haitokuwa kimya na itaendelea kuchukua hatua. Na tuliona hata wale wengine si wale vijora wale. Watu wengine walikuwa wanasema wanakuja juu, utashangaa sana kujiuliza. Hivi sisi tunataka nini? Huko serikali imechukua hatua, wengine wanaanza kusema, "Oh, kwa nini mnakamata? Wanawadhalilisha." Nani kadhalilishwa pale? Kama kujidhalilisha mwenyewe, unatoka nyumbani kwako umevaa nguo kijoro ukipasua mpaka huko juu. Wengine wanaume zao, wana familia zao, halafu unakuja kusema, "Sasa tunataka yani tuachie hivi ili waendelee au vipi?" Yaani niombe sana wananchi kwa pamoja tuungane katika kulinda mila, silka na tamaduni zetu.